Kitabu cha Yeremia sura ya 7. Mungu awabariki mnaotufuatilia mtandaoni, na Mungu awatendee mema kwa ajili ya muda mlioutenga. Tuko hapa Butengwa, Shinyanga. Yesu anahubiriwa hapa. Mtu mmoja aseme amen. Mtu mmoja aseme amina kwa Yesu. Mstari wa 3 Biblia inasema hivi: Bwana Mungu wa majeshi, Mungu wa Israeli asema hivi: tengenezeni njia zenu na matendo yenu. Bwana Mungu wa majeshi asema: tengenezeni njia zenu na matendo yenu, nami nitawakalisha mahali hapa. Msitumainie maneno ya uongo, mkisema, hekalu la Bwana, hekalu la Bwana, hekalu la Bwana ndio haya. Maana kama mkitengeneza kabisa njia zenu na matendo yenu, kama mkihukumu hukumu ya haki na mtu na jirani yake, kama hamuonei mgeni wala yatima wala mjane, wala kumwaga damu isiyo na hatia mahali hapa, wala kuifuata miungu mingine kwa hasara yenu wenyewe. Mtu mmoja aseme amen. Kama mtaifuata miungu mingine kwa hasara yenu. Hebu sema kwa hasara yenu. Ongea na sauti yako, sema tena kwa hasara yenu. Mwambie jirani yako, hasara siku zote ni ya kwako mwenyewe. Nataka nisikie sauti ya mtu mmoja anayempenda Yesu. Geukia jirani yako, mwambie hasara ya maisha yako sio ya kanisa, ni ya kwako mwenyewe. Mwongeleshe tena, mwambie hasara ya maisha yako sio ya familia yako, ni ya kwako mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wanamfurahia Yesu? Injili ya jioni ya leo ni ya matengenezo. Nataka kumhubiri Mungu aliye hai. Nataka kumsema Yesu Kristo aliye hai. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Na kwenye maisha yangu, moja ya kitu ambacho Bwana amenipa na ninachojivunia, sijawahi kufurahia kuwa shahidi wa dhehebu wala dini yoyote. Maisha yangu ninafurahia kuwa shahidi wa injili ya Yesu Kristo aliye hai. Haleluya, haleluya. Sijawahi kufurahia kuwa shahidi wa chama chochote wala mchungaji yoyote, ila maisha yangu ninayofurahia kuwa shahidi wa injili ya Yesu Mwokozi aliye hai. Haleluya, 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 haleluya. Injili yangu niliyopewa ni injili ya matengenezo. Miaka tunayoishi ni miaka sio tu ya kuhubiri injili ya kubarikiwa, sio tu miaka ya kuhubiri injili ya kusema unaenda kuolewa au unaenda kuoa. Miaka tulionayo ni ya kukumbushana habari ya matengenezo. Mtu mmoja aseme amina kwa Bwana. Moja ya injili iliyosahaulika ni injili ya matengenezo. Moja ya injili ambayo sasa hivi ni adimu makanisani ni injili ya matengenezo. Moja ya injili imesahaulika kwenye mikutano ya injili ni injili ya matengenezo. Mtu mmoja aseme amina kwa Bwana. Na tuhubiri injili ya matengenezo kwa sababu tunataka wafuasi wengi kanisani, lakini hatutaki wafuasi wengi wa kwenda mbinguni. Injili niliyopewa ni ya kuwafanya watu wapatane na baba yao wa mbinguni. Haleluya, haleluya. Yeremia mtumishi wa Mungu aliye hai, aliyechaguliwa na Mungu toka tumboni kwa mama yake, kijana ambaye Mungu anajivunia, nasema kabla sijakuweka kwenye tumbo la mama yako nalikujua, na kabla hujatoka nalikutakasa. Nimekuweka kuwa nabii wa mataifa ili kung'oa, kubomoa na kuharibu, lakini
ni ujenge na kupanda. Kijana ambaye Bwana alimtenga kwa ajili ya kazi yake, na Biblia inasema ya kwamba Bwana alimtenga Yeremia wakati ambao kanisa na watumishi wa Mungu wengi walikuwa wameiacha injili na njia za kweli, wamegeukia injili na njia za kando. Bwana akamwinua kijana anaitwa Yeremia, akasema nimekutenga kwa kazi maalum ili kwenda kung'oa na kubomoa na kuharibu, ili ujenge na kupanda. Na Bwana ametuleta Shinyanga ili tuhubiri injili ya Yesu, ili tumseme Yesu, ili tumseme Jehova, ili tumseme Bwana. Haleluya, haleluya, haleluya. Hii ndio injili tuliyopewa. Jina la Yesu libarikiwe. Hatujui kuna wahubiri wangapi, ila tunajua tumetengwa kwa kazi ya injili. Mtu mmoja aseme amen. Yeremia akaanza kuongea na makutano, kama ambavyo jioni ya leo tunaongea na mkutano. Anawaambia watu, Bwana wa majeshi asema hivi, Mungu wa Israeli. Ninachompenda Mungu, niangalie kidogo, ninachomfurahia Mungu, Israeli wamemkosea, Israeli wameiacha njia, lakini bado haachi kujitambulisha kama Mungu wa Israeli. Anajua kabisa wamemwacha, wameenda njia nyingine. Wampenda Jehova, hata wanadamu wakimwacha bado ni Mungu wa wote wenye mwili. Wakaba ni wa kwake, walevi ni wa kwake, wazinzi ni wa kwake, Ramaka ya Tesaya, Shinyanga ni wa kwake, Butengwa ni wa kwake, wenye mizimu ni wa kwake. Anachowatafuta, waache njia mbaya, wageuke, warudi kwa Bwana, warudi kwa Yesu, warudi kwenye njia ya Bwana majeshi. Haleluya, haleluya, haleluya. Wamemkataa, wamemwacha, lakini bado anajitambulisha kama Bwana Mungu wa Israeli. Mwangalie jirani yako, mwambie hata kama umemkimbia Mungu, bado anajitambulisha kama baba yako. Semeshe, mwambie hata kama unamtoroka toroka, bado wewe ni mtoto wake, bado anakutafuta. Mtu mmoja aseme amen. Mtu mmoja aseme amen. Hata wanaomkimbia bado ni wa kwake. Kumbe watu kuabudu makaburini, kuabudu mizimu hawajaanza leo Wasukuma, walianza Israeli, walianza miaka ile kale na kale. Lakini Mungu bado aliwatafuta, bado Mungu aliwafuatilia. Watu wa Butengwa, watu wa Shinyanga, tumemleta Yesu ambaye wengi walipomkataa bado aliwafuatilia, bado aliwafuatilia. Bwana anawafuatilia, Bwana anaifuatilia Shinyanga, Bwana anaifuatilia Tanzania. Haleluya, 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 haleluya. Hata kama wamemkimbia, bado anawafuatilia, bado anawatafuta. Inua mikono yako kwa Bwana, piga kelele, shangilia jina la Yesu aliye hai. Haleluya, haleluya. Injili ya matengenezo. Yeremia anawaambia, Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli anasema hivi. Haleluya. Na mimi nahubiri jioni ya leo, sio TAG inasema, sio Lusekero wala Moigombe anasema. Bwana wa majeshi anasema, Bwana wa majeshi anasema, Bwana wa majeshi anasema, wewe uliyeko nyumbani, uliyeko dirishani kwako, uliyeko kwenye ardhi yako, Bwana wa majeshi anasema, Wasukuma wa Shinyanga, Bwana wa majeshi anasema, Tanzania, Bwana wa majeshi anaongea. Haleluya, 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 haleluya. Bwana wa majeshi anasema, watu ni makaidi. Hata kama umeziba masikio, bado Bwana wa majeshi
anasema. Hata ukiwa na kiburi bado anasema. Watafiti wanasema hivi, watafiti wa maandiko wanasema asilimia kubwa ya watu, wengi wana dini, wengi wanasali, wengi wako makanisani, wengi wana makanisa, ila wengi hawana Mungu. Watafiti wanasema watu wengi duniani wanaingia kanisani, wanaingia kwenye madhehebu, wanaingia misikitini, wanaingia kusali na kuswali, lakini watafiti wanasema watu wengi hawana Mungu kwenye maisha yao. Nimemleta Jehova aliye hai. Usiendelee kushikilia dini yako. Ubarikiwe unayesema amina kwa jina la Bwana. Ubarikiwe unayesema amina kwa jina la Bwana. Injili tuliyoileta ni hii. Tukuondoe kwenye kuishika dini na dhehebu na kanisa lako, tukupatanishe na Yesu aliye hai. Tukuondoe kwenye kuingangania dini yako. Na ndio maana Shinyanga, ukifika Shinyanga, kuna watu watakwambia kanisa linalowika Shinyanga ni kanisa fulani. Hawasemi Yesu anayewika, wanasema kanisa linalowika. Hatutaki makanisa ya wike Shinyanga wala Tanzania. Tunataka Yesu awike kwenye familia. Haleluya, haleluya. Msaada wa maisha yako ni Yesu aliye hai. Msaada wa familia yako ni Yesu. Wanakwaya, mnanisikia? Msaada wa kweli ni Mungu peke yake. Ni Mungu peke yake. Yeremia anawaambia watu, tengenezeni, anasema Bwana, tengenezeni njia zenu na matendo yenu. Tengenezeni njia zenu na matendo yenu. Mtu wa Shinyanga, mtu unayetufuatilia kwenye TV, neno letu ni hili na injili yetu ni hii. Usitengeneze na kanisa lako, usitengeneze na mchungaji wako, usitengeneze na nabii na mtume wako, usitengeneze na mafuta na chumvi. Tengeneza mahusiano na Mungu aliye hai. Haleluya, haleluya. Usitengeneze na dini yako, usitengeneze na dhehebu lako. Walio wa Bwana wangesema amina, wapige kelele kwa Bwana, washangilie jina la Bwana Mwokozi aliye hai. Kizazi cha leo tunahitaji vijana, tunahitaji wakina Mwaigombe wengi ambao watahubiri, watainena injili kijanja kijanja, ila watamsema Yesu vile vile alivyo, vile vile alivyo. Piga kelele kwa Bwana. Haleluya, 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 haleluya. Hii ni injili ya matengenezo. Hii ni injili ya matengenezo. Yeremia anawaambia watu, tengenezeni njia zenu. Tengenezeni. Mwanamke unayenisikiliza, tengeneza njia zako. Acha ujanja ujanja. Tikisa jirani yako, mwambie acha ujanja ujanja. Geukia mtu mwambie punguza ujanja ujanja. Gonga watu wawili watatu, waambie acha ujanja ujanja. Mwambie dunia inaishi mwishoni sana, acha ujanja ujanja. Karesa ya tapako, hata kule kwenye vyombo ambizaneni, acha ujanja ujanja. Acha ukanjanja kanisani. Haleluya, haleluya. Acha kujifunika na vazi la dini yako na dhehebu lako na kanisa lako. Jifunike heshima ya Yesu aliye hai. Jifunike wokovu, jifunike utakatifu. Hale sheke. Haleluya. Inua mikono yako, shangilia jina la Yesu Mwokozi aliye hai. Haleluya. Shinyanga yote, haleluya, haleluya. Hii ni injili ya matengenezo. Tengeneza mambo yako. Bwana asema tengeneza njia zako. Wanakwaya, tengenezeni njia zenu. Watu watafurahia nyimbo zenu, lakini Mungu afurahii nyimbo.
Mungu anafurahia mahusiano yenu na yeye. Usiposema amina, huenda unazijua njia zako. Nasema sisi mashabiki zako tutafurahia stepu zako, tutafurahia kawimbo kako, maana kana mvuto. Lakini hakuna atakayeiona mbingu kwa sababu wimbo wake una mvuto au mahubiri yake yana mvuto. Wote tutaiona mbingu kwa utakatifu wa moyo na tabia. Ana mashetarabakondia. Haleluya, haleluya, haleluya. Hakuna atakayemwona Mungu kwa dhehebu lake na dini yake. Hakuna atakayemwona Mungu kwa kanisa lake. Wote tutamwona Mungu kwa tiketi ya utakatifu. Inua mikono yako, shangilia jina la Bwana wa majeshi. Bwana asema, tengeneza njia zako. Haleluya. Bwana asema, na mimi naongea na mtu wa Shinyanga. Bwana asema, tengeneza. Hii ni injili, haina wafuasi wengi, haina mashabiki wengi, ila hii mbingu inaifurahia. Haleluya. Mtumishi wa Mungu anasema, tengeneza mambo yako na njia zako. Tengeneza njia zako, tengeneza matendo yako. Matendo yako hayako sawa. Ni kweli uko kanisani, lakini matendo yako hayako sawa. Nisikilize mtu wa Mungu. Maandiko yanasema, Yeremia anasema hivi, waambie watu watengeneze njia zao na matendo yao. Anasema wakumbushe, wakitengeneza nitawakalisha hapa, nitawastarehesha hapa, nitawapa amani hapa, nitawapa furaha hapa, nitawabariki hapa, nitawainua hapa. Lakini kama wakitengeneza nitawakarisha hapa. Ninakuombea kwa Bwana aliye hai, tengeneza mambo yako na njia zako, ili Bwana akukalishe kwenye hiyo ndoa, akukalishe kwenye hiyo biashara. Hakuna ndoa yenye amani kwa kutumia mafuta. Hakuna biashara inafanikiwa kwa kutumia chumvi. Anasema mkitengeneza nitawakalisha hapa. Maana yake mahusiano yako na Mungu yakiwa vizuri, biashara yako itafanikiwa, watoto wako watastawi, ndoa yako itastawi. Ubarikiwe unayesema amina kwa jina la Bwana. Nasema tengeneza. Mtu mmoja aseme amen. Ubarikiwe tufundi mitambo. Ngoja twende hapo hapo tu, mtu wa Mungu. Ongea na mtu, mwambie tengeneza njia zako. Haleluya, haleluya. Wangapi wanabarikiwa na injili ya Bwana? Tumekuja Shinyanga. Mtumishi wa Mungu hajadileta Shinyanga nije niangalie TV hotelini, wala kufurahia kitanda cha hotelini. Maana hata nyumbani kwangu nina TV na kitanda. Kilichotuleta sio vyakula, kilichotuleta ni roho za watu wa Shinyanga. Watengeneze na Bwana, watengeneze na Bwana, watengeneze na Bwana, watengeneze na Bwana. Haleluya, haleluya. Vijana, mabinti, wa mama, wanawake, na wazee wangu, tengeneza na Bwana aliye hai njia zako. Tengeneza. Nasema tengeneza. Wewe unayenisikiliza, acha ujanja. Tengeneza. Unayenitazama kwenye TV, unayenitazama mtandaoni, tengeneza. Tengeneza. Nasema hivi, tengeneza. Maandiko yanasema kama wakikubali na kutii, watakula mema ya nchi. Mema ya nchi hayaji kwa kubeba vitambaa na chumvi. Ni principle ya Mungu. Kama wakikubali na kutii, na kutii ni kuisikia injili ya Bwana, wakubadilika na kupona. Haleluya. Kama wakikubali na kutii, Bwana anasema watakula mema ya nchi. Na mimi nakuombea kwa Bwana. Lakini kama wakikataa, upanga utawamaliza. Haleluya. Anasema waambie watengeneze mambo yao, watengeneze njia zao pastor, watengeneze matendo yao.
Pale chini angalia anachoongea, anasema wasijifariji, wasijidanganye kwa kusema hekalu la Bwana, hekalu la Bwana, hekalu la Bwana. Waambie wasijidanganye. Wasinekende rode kesenda ramando dakate ntorina marakosia. Wengi wanasema mimi TAG, mimi EGT, mimi Free Pentecost, mimi AIC. Sikiliza, anasema wasijifariji kwa kusema mimi kanisa fulani na dini fulani, ila watengenezwe na Bwana aliye hai. Haleluya, haleluya, haleluya. Ubarikiwe unayeshangilia. Wasijidanganye kwa jina la Yesu Mwokozi. Usijidanganye na kusi kwa jina la Yesu. Acha kujidanganya. Acha kujidanganya. Naongea na walio nje, naongea na waliookoka. Acha kujidanganya. Wanasema hekalu la Bwana, hekalu la Bwana. Hujawahi kuona watu wanaingia kanisani Jumapili wamepiga tai, inatoka Jumatatu mpaka Jumamosi wanavaa pensi? Hujawahi kuona wadada Jumapili anapasua kabati, ila Jumatatu mpaka Jumamosi anavaa vimini na vipedo, na wanafikiri wokovu ni Jumapili kanisani? Wanasema hekalu la Bwana, na kwaya wanaimba, lakini nenda kawakute mtaani na vipedo, na wengine wameenda mbali zaidi. Ukiwakuta kwenye peji zao mitandaoni, nyimbo za kina Alikiba ni za kwao, za kina Diamond ni za kwao, lakini wanaimba kwaya, wako kanisani ni wazee wa kanisa, wanasema wanatuliza mawazo. Hilo ni pepo kama mapepo mengine. Tengeneza na Bwana. Hale 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 hale. Haleluya. Acha ujanja. Tengeneza. Mtu wa Shinyanga, tengeneza. Na kusi kwa jina la Yesu, tengeneza. Uliyeko nyumbani unakotusikia kule kule uliko, tunajua una kanisa lako na ni mzee wa kanisa. Tengeneza na Mungu, acha ujanja. Hakuna atakayefika kanisa mbinguni kwa kusema mimi nilikuwa TAG na kibao chetu hiki mgongoni. Tukifika pale kwenye geti la mbinguni, kila mtu utakatifu wa moyo na mahusiano binafsi na Mungu, sio na kanisa. Anasema, wanasema, wanajidanganya, wanajifariji wakisema hekalu la Bwana, hekalu la Bwana, hekalu la Bwana. Kanisa langu, kanisa langu, dini yangu, askofu wangu, mwangalizi wangu. Na hujawahi kuona watu kabla wana vyeo wako poa na Mungu, lakini wakipata vyeo mikwara inakuwa mingi. Akifika hapa nataka wote tutambue kuna mwangalizi kafika hapa. Yuko mwangalizi mmoja anaitwa Yesu, ambaye ni mwangalizi wa roho za watu. Rekemanda rapako satarabakondia. Yuko mwangalizi anaitwa Yesu. Piga kelele, shangilia. Tengeneza na Bwana, tengeneza na Bwana, tengeneza na Bwana. Watu wa Butengwa, watu wa Shinyanga, Wasukuma wa Mwanza, tengeneza na Bwana aliye hai. Inua mikono yako, shangilia jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Gonga watu wawili watatu, waambie tengeneza na Bwana, acha ujanja. Tikisa watu wawili watatu, waambie acha ujanja, tengeneza na Mungu. Mwambie mbingu sio ya kanisa lenu, tengeneza na Mungu. Mwambie punguza vile vibenteni, punguza wale wanaokununulia chipsi, punguza wanaokununulia lipstick, punguza wale wanaokulipia kodi. Kaa vizuri na Mungu, acha usela. Unaingia kanisani kama kondoo, kumbe ni mbwa mwitu. Tengeneza na Mungu aliye hai. Haleluya, 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 haleluya. Hii ni injili ya matengenezo. Inua mikono yako, shangilia jina la Jehova Yesu aliye hai. Piga kelele, sema amina. Haleluya. Wangapi wanamfurahia Yesu? Nuna vyovyote uwezavyo kununa. Tutakugonga wiki na utagongeka. Tutakunyuka wiki na utanyukika. Wanakwaya, kama mlitoka Kibondo kuja kuimba huku, mtatoka mmeokoka. Seteria mandara bakoria.
Nimepewa injili moja. Nimepewa injili moja ya kukumbusha ulimwengu kutengeneza na Mungu. Hatujui tutakufa lini. Hatujui tutaondoka lini duniani. Tamani kupata wahubiri wanaokuambia ukweli, kwa sababu ukifa utaondoka peke yako. Leo nilikuwa namfokea dada yangu nikasema, sikiliza, achana na siasa za kipumbavu mitandaoni, kwa sababu siku kikamatwa na kutekwa hakuna chama kitaingia mtandaoni kukutafuta, tutateseka familia tu. Achana na upumbavu, endelea kuwa shabiki wa Yesu peke yake. Yesu analipa, Yesu ni kila kitu. Hakuna hekima, hakuna maarifa, hakuna busara, hakuna akili inayoleta amani, ila yuko Bwana wa amani, yuko Yesu wa amani. Piga kelele, shangilia jina la Bwana aliye hai. Sisi wengine sio wafuasi wa vyama vya siasa. Yesu kabla hajaondoka duniani, Biblia inasema, akasema msitoke Yerusalemu mpaka mvikwe nguvu, mtakuwa mashahidi wangu. Sio wa vyama vya siasa, mashahidi wangu. Na maketa bakoria, mtakuwa mashahidi wangu. Yerusalemu, Samaria, Uyahudi, Butengwa, Shinyanga, Kahama, Nzega, Bariadi, Mbeya, Mbarizi, Kigoma, Kibondo, mtakuwa mashahidi wangu. Haleluya, mtakuwa mashahidi wangu. Haleluya. Tumechagua kuwa mashahidi. Unanisikia? Ukimtetea Yesu anatetereka. Ukimtetea Yesu kwanza analipa, alafu kimsifia, ukisema kuna maendeleo ameleta, hata wewe unajua ulikuwa sklepa, lakini sasa hii umenona. Hakuna chama kitakufanya uwe na sura nzuri. Hakuna rais atakufanya uwe na sura nzuri. Hakuna rais atafanya watoto wako wasome na wawe na amani, ila Bwana wa amani, Mungu aliye hai. Mtu mmoja angesema amina kwa Bwana. Nataka niseme hili neno, wanaonipenda ubarikiwe, na unayenichukia unichukie. Nasema mimi sio mwanasiasa. Mimi ni mwanasiasa wa injili ya Yesu peke yake. Biblia inasema, waambie tengeneza, tengeneza, tengenezeni njia zenu na matendo yenu. Msijifariji kwa kusema hekalu. Anasema msimwage damu, msidhulumu, msimnyang'anye yatima, msimnyang'anye mjane, msimwage damu zisizo na hatia. Tengeneza, msifanye uongo. Mtu mmoja aseme amen. Huwa nawaambiaga watu mahali kokote ninakohubiri, na hapa ninasema, remote control ya nchi yoyote haiko kwa vyama vya siasa, iko kwa wapakwa mafuta wa Mungu aliye hai. Na ndio maana soma maandiko utasikia Biblia inavyosema, Nyakati wa Pili 7:14, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu wataacha njia zao mbaya, kandekitorababusia, wakiacha njia zao mbaya. Maana yake hapo kuna shida tayari. Sio kwa marais wa dunia walioitwa kwa jina lake, wakaacha njia mbaya, watafute uso wangu, nitasikia toka mbinguni. Cha kwanza, nitasamehe dhambi yao. Namba 2, ndio niponye nchi. Hakuna nchi inaponywa isiyoumwa. Ukisikia mama pokea uponyaji, manake unaumwa. Na ukisikia nchi inapokea uponyaji, manake nchi inaumwa. Na ugonjwa wa nchi umesababishwa na kanisa, ambao ndio maana maandiko yanasema, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu wakijinyenyekesha. Manake kuna kiburi kimeinuka ambacho kimemkwaza Mungu. Yeremia anasema, waambie watengeneze, waambie watengeneze, waambie watengeneze.
Watu wa Shinyanga, wa Tanzania, tunaingia kwenye uchaguzi hivi karibuni. Hatuhitaji kuvilaumu vyama vya siasa. Mimi nawaambia watu, uandamane usiandamane, maandamano yaleti matokeo, kutokuandamana kuleti matokeo, ila kurudi magotini kwa Mungu aliye hai, kwamba kuna mahali tumekosea, ndio maana tunapitishwa hapa, ili wachungaji waache ukanjanja wa siasa, waache kurukaruka na sio wahusu, warudi magotini kwa Bwana, waache kujipea makena masetara bakondia. Inua mikono yako, piga kelele kwa Bwana. Haleluya. Waache kujifariji. Hakuna mwanaharakati ataleta amani Tanzania. Hakuna chama chochote kitaleta amani, isipokuwa kama kanisa litarudi kwa Mungu, amani itarudi Tanzania. Mtu mmoja aseme amen kwa Bwana. Anasema wanaua, wanazini, wanaongea uongo, wanadhurumu, alafu wanarudi kuja hekaruni kwangu. Wakirudi hekaruni wanasema wako salama, kumbe hawako salama. Ndivyo wahuni wengi tulivyo navyo. Wengi wako barabarani toka Jumatatu mpaka Jumamosi. Jumapili ndio tunashindana nani akalie kiti cha mbele. Mwingine ni mzee wa kanisa, mwingine ni shemasi. Lakini wiki nzima mwingine ni paroko, mwingine ni mchungaji. Jumapili kila mtu amevaa gauni la kwake la kuswalisha. Mwingine amevaa tai ya kuongeza ibada. Lakini anajua toka Jumatatu amefanya pumba ngapi. Nimeleta injili ya matengenezo. Acha kujifariji na cheo, acha kujifariji na uchungaji, acha kujifariji na injili. Tengeneza na Bwana aliye hai. Wa Tanzania, watu wa Shinyanga, majira tulio nayo ni ya matengenezo. Nisikilizeni, mimi ni ndugu yenu, mimi ni rafiki yenu. Kwetu ni Mbeya, lakini Shinyanga mmekuwa ndugu. Ili Mungu airudie Tanzania, haihitaji ujanja. Kila mmoja arudi kwenye nafasi yake. Mchungaji, nabii, mtume, mwalimu, mwinjilisti, kila mtu arudi kwenye position yake. Ndio litokee neno, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu wataacha njia mbaya, watafute uso wangu, wanyenyekee, nitaponya dhambi yao na niponye na nchi yao. Wangapi wangetamani? Sikiliza, niangalie kidogo. Watu wanaojua alama za nyakati. Tanzania sasa hivi iko hospitali. Tanzania sasa hivi imelazwa. Tanzania ina hali mbaya. Lakini Mungu aliye hai tunayemtumikia, hili taifa halitachafuka, maana bado Yesu analiwazia mema. Hii nchi haitaharibika. Tunawaombea viongozi wetu, tunaombea nchi yetu, tunaombea utawala, neema ya Mungu irudi juu yao, alafu watuvushe katika jina la Yesu. Ikiwa Yesu aliwaambia wanafunzi na tuvuke mpaka ng'ambo ya pili, na mimi natangaza nikiwa Butengwa kwenye madhabahu ya Shinyanga Victory Church, Bwana naenda kutuvusha ng'ambo ya pili kwa jina la Yesu Mwokozi. Wanaonielewa wapige kelele kwa Bwana. Bwana atatuvusha. Kuwe na dhoruba, kuwe na upepo wa mbisho, au kuwe na mawimbi, kama Bwana aishivyo, tunakwenda ng'ambo ya pili. Na mimi nataka nikuhakikishie, kuna maisha baada ya tarehe 29, na tutaishi kwa amani, na tutatembea kwa amani. Kila anayetazama kwamba damu itamwagika, yuko Jehova Shama aliyemwaga damu msalabani. Tanzania ni ya Mungu. Tanzania sio ya mwanadamu wala mwanaharakati. Tanzania ni ya Mungu aliye hai. Walio wa Mungu wangesema amina kwa jina la Yesu. Amani ya Bwana iwe kwenye ndoa yako. Amani ya Bwana iwe kanisani kwako. Amani ya Bwana iwe kwenye biashara yako. Amani ya Bwana iwe kwenye huduma yako. Amani ya Bwana iwe kwenye familia yako. Inua mikono yako, mpigie Bwana makofi kwa jina la Yesu. Anasema Bwana majeshi, tengeneza njia zako. Simama kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako, tuombe pamoja. Tukuruhusu uende nyumbani. Inua mikono yako kwa Bwana kwa jina la Yesu Kristo. Anasema kama mtatengeneza njia zenu, nitawakarisha mahali hapa. Maana yake nitawapa amani, nitawapa utulivu, nitawapa baraka, nitawapa furaha.
Lakini kama hamtatengeneza, kama hamtarekebisha njia zenu, haya maneno hawaambii watu wa mataifa, linaambiwa kanisa mali limeacha njia ya kwamba litengeneze na Mungu. Kama leo wanapitia watu wakati mgumu, chanzo sio wanasiasa, chanzo ni kanisa. Kuna mahali halijatembea vizuri, ndio maana Bwana anakumbusha, tengeneza njia zako.